Tunaendelea na sehemu yetu ya kwanza, onyesho la kwanza katika kitabu chetu cha tamthilia la Wema Hauozi. Na katika onyesho hili wahusika ni wagani? Tutaweza kupata wahusika kama vile Mabula. Tunaweza kupata Mabula na mhusika mwingine ambaye anaitwa Mishi. Mabula na Mishi. Mabula ni nani? Mabula ni mfanyakazi. Yani it's a person who works. And then Mishi ni mke wa Mabula. Na pia Mabula ni mume wa Mishi. Tutaweza kuwapata hawa wahusika wawili ndio wataweza kutupatia dhamira ya mwandishi katika onyesho la kwanza, na pia wataweza kutuonyesha jinsi ambavyo mwandishi ameweza kuwatumia kupitisha ujumbe wake. Jambo lingine tutapata kwamba kwenye onyesho hili linatukia nyakati zipi? Onyesho hili linatokea nyakati zipi? Tutapata kwamba onyesho hili linatokea wakati wa alasiri. Na alasiri ni wakati upi? Mchana. Ni jioni. Jioni from 4 p.m. Alasiri. Tutaweza kujua kwa nini baada ya hili onyesho, kwa nini mwandishi aliweza kutumia nyakati za alasiri. Pindi baada ya kusoma ama kuorodhesha onyesho hili, tutaweza kujua umuhimu wa mwandishi kuweza kutumia nyakati za alasiri. Mandhari. Kumbuka kwamba tuliweza kusoma umuhimu wa mandhari. Mandhari ni nyumbani kwa Mabula. Na pale mandhari ni yepi ambayo yanatendeka pale kwenye mandhari? Tunapata kwamba Mabula amelala kwenye sofa. Mabula amelala kwenye sofa. Mabula amelala kwenye sofa. Mabula amelala kwenye sofa. Pia tunapata kwamba kuna kelele nje. Kuna kelele nje za kina nani? Za watoto. Za watoto wakicheza. Watoto wakicheza. Na pia kelele zile tunaweza kwamba zinamwamsha Mabula anapokuwa akilala. Analala wakati upi? Alasiri, jioni saa 10. Tutaweza kujua kwa nini aliweza kulala. Kwa hivyo pale tutaweza kujua umuhimu wa mandhari haya na umuhimu wa nyakati. Na pia tutaweza kupata umuhimu wa wahusika hawa. Naam, tuweze kuangalia maudhui yanayopatikana katika onyesho hili. Maudhui ya kwanza ambayo tutaweza kuzungumzia, ubabe dume. Ubabe dume ni ile hali ya mwanaume kujiona kama, it's called in English tunaita male chauvinism. Ni pale mwanaume hujiona akiwa wa maana sana kuliko mwanamke katika jamii. Tukiangalia onyesho hili tunapata kwamba Mabula anapomuita Mishi kwa ukali katika ukurasa wa 2. Mabula anaonyesha ubabe dume. ubabe dume
anapomwita Mishi kwa ukali. Kama mtoto. Kama mtoto. Pia tunapata kwamba katika ukurasa wa 4 Mabula pia anataka kufanyiwa kila kitu. Mabula pia anataka kufanyiwa kila kitu na Mishi. Anataka kufanyiwa nini na Mishi? Katika ukurasa wa 4 tunapata kwamba mimi huyo, Mishi anamwambia mimi huyo, shughuli za nyumbani, nitafute chakula, niandae mapishi, nialete mezani, nikupakulie, nikulete maji ya mkono, nikunavye, halafu nikutilie, na hata kinapokuwa mbele yako huwezi kukila mpaka nikwambie karibu mume wangu. Tena si mara moja, hiyo ni kila siku. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna nafasi ya ubabe dume pale. Mwanaume anataka kufanyiwa kila kitu. Kwa hivyo pale mwandishi ametumia mhusika kama vile Mabula kuonyesha jinsi ambavyo mwanaume katika hii jamii ni mzembe. Kwa hivyo pale tunaweza pata pia maudhui ya uzembe. Mwanaume anafanyiwa kila kitu. Ukurasa wa 5. Ukurasa wa 3 tunapata kwamba Mabula anakasirika anapokosa kupewa makaribisho kama hapo awali. Na hivyo tunapata kwamba anakasirika anapokosa kupewa jinsi ambavyo alivyokuwa akikaribishwa. Pia tunaona kwamba hatambui kama Mishi ana kazi nyingine au la. Ana kazi nyingine au la. Maudhui mengine ambayo yanajitokeza, nafasi ya mwanamke katika jamii. Ukurasa wa 2. Mwanamke anasawiriwa katika hii jamii kama mwanamke jasiri. Jamii na mwanamke inamsawiri mwanamke kama mtu jasiri. Mwanamke ni jasiri. Kwa nini mwanamke ni jasiri? Mishi katika ukurasa wa 2 anamfokea Mabula kwa kumuita mtu mzima. Ukurasa wa 3 unaonesha
Mwanamke ni mtu mwenye bidii. Watu wenye bidii kwenye hii jamii ni watu wenye bidii. Kwa nini? Mishi anamwambia Mabula, ya kwamba ana kazi na msubiri. Ana kazi na msubiri. Ukurasa wa pili tunapata kwamba mwanamke amezinduka. Mwanamke amezinduka. Hili linadhihirika pale ambapo Mabula ni Mishi anapomwambia Mabula kwamba mnadhani hatuyajui maudhui mengine ya ndoa. Ndoa ni pale ambapo bwana na mume na mke wameweza kuoana na wameweza wakaenda kukanishana. Pale tunaona kwamba Mishi na Mabula wanadhihirisha kwamba ndoa ina heshima. Ndoa ina heshima. Ndoa ina heshima. Kwa nini? Baada ya Mishi kuitwa na Mabula, tunaona kwamba katika ukurasa wa pili aliweza kuitika. Mishi aliweza kuitika. Na hapo tunaona kwamba tunaona sifa za heshima katika ndoa, na pia tunaona kwamba Mishi anamheshimu mumewe. Katika ukurasa wa tatu tunaona kwamba kuna utumiaji wa dawa za kulevya katika ndoa. Utumiaji wa dawa za kulevya katika ndoa. Ni dawa zipi za kulevya ambazo tunazipata kwenye kitabu? Tunapata kwamba kuna ulevi pale ambapo Mabula anamwambia Mishi, usifikirie mimi mlevi wa kufanyiwa mizaha. Tunaona kwamba Mabula ndiye mlevi. Ndiye mlevi. Pia katika ndoa tunaona kwamba kuna ubabe dume katika ndoa. Ndoa imejaa ubabe dume. Hii inadhihirishwa pale ambapo Mabula anafanyiwa kila kitu. Na Mishi. Jambo lingine, bado katika ukurasa wa 4, mwandishi kwa kupitia Mishi anaonyesha jukumu la mwanamke.
jukumu la mwanamke. Kwa kupitia mishi tunapata kwamba katika ukurasa wa 4 mishi anaweza atafute chakula, aandae mapishi, ayalete mezani, ampakulie, alete maji ya kunawa. Kwa hivyo jukumu la mwanamke ni kumlea ama kumtunza mwanaume. Mwanaume. Kumtunza mwanaume. Hoja nyingine ya maudhui ya ndoa. Kwa kupitia mwanaume kwa jina la Mabula. Kwa kupitia Mabula, ndoa inasawiriwa kuwa ya watu wazembe. Yaani inaonyesha wanaume kwa kuwa watu wazembe. Tunapata kwamba mishi anatuambia kwamba anamwambia Mabula hata sahani huwezi kuondoa mezani. Kwa hiyo tunaona kwamba huo ni uzembe wa hali ya juu mtu anapokosa kuiondoa sahani pale mezani. Tunaona kwamba pia ndoa ina migogoro. Migogoro ni conflicts. Mabula katika ukurasa wa 8, anamnyoshea mishi kidole. Pia tunapata kwamba pia pale katika ukurasa wa pili tunaona kwamba kuna mgogoro ambapo Mabula anapomwambia mishi atapaliwa. Hilo neno atapaliwa ina maana kuwa atapigwa kwa mfano. Jambo lingine ni kwamba jukumu la malezi katika ndoa. Limeachiwa nani? Limeachiwa mwanamke. Hili linaonyesha kwa kupitia nani? Mishi anasema kwamba atafute chakula, akiandae, akipakue na kadhalika. Pia tunaona kwamba ndoa ni yenye matumaini. Mabula anamwambia mishi ya kwamba it's just a matter of time. Hiyo inaonyesha kwamba kuna matumaini pale katika ile ndoa yao. Ndoa ni yenye ucheshi.
Ndoa imejawa na ucheshi. Ucheshi ni jokes, Ndoa ni yenye ucheshi. Katika ukurasa wa ngapi huu? Ukurasa wa 6. Katika ukurasa wa 6, Mishi anacheka. Mishi anacheka anapomwambia Mabula kuwa ukuti sio kuhusu wimbo uliokuwa ukiimba na watoto. Ndoa ina masharti. Ndoa ina masharti. Mabula anamnyooshea kidole Mishi na kumwambia kwamba hataki kusikia wimbo ule. Jambo ambalo linawafanya kujibizana na hivyo kumkera Mishi. Jambo lingine kuhusiana na ndoa, ndoa ni yenye kumbukumbu, it has memory. Yenye kumbukumbu. Kuna kumbukumbu kwa aina gani? Pale ambapo Mabula anapoyazungumzia ya zamani. Mabula anapoyazungumzia zamani, tunapata kwamba pale kuna kumbukumbu. Kwa kupitia wahusika Mabula na Mishi, tunapata kwamba kuna umaskini pale. Ukurasa wa 3. Katika ukurasa wa 3, Mishi anasema kwamba taa halina mafuta. Mishi anaposema kwamba taa halina mafuta. Pia tunaona kwamba katika ukurasa wa 6 kuna umaskini unapojitokeza. Mishi anaposema kwamba hana nini? Hana hata mwiko. Hata mwiko hana. Washanga anasongea ugali akitumia nini? Pia
Mandhari wanaoishi, Mishi anasema wanaishi kwa kibanda. Mishi anasema ya kwamba, anasema kuwa wanaishi kwa kibanda. Wanaishi kwa kibanda. Kuna maudhui ya mabadiliko. Maudhui ya mabadiliko. Mabula anasema ya kwamba katika ukurasa wa 3, siku hizi sipati makaribisho. Siku hizi sipati makaribisho kama zamani. Siku hizi sipati makaribisho kama zamani. Kuna maudhui ya malezi. Mabula anaamini ya kwamba ni jukumu lake kulea familia. Ni jukumu lake kulea familia.